Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwa upande wa Bara John Heche amewasili mkoani Iringa leo kwa ziara ya chama inayolenga kuimarisha shughuli za kisiasa pamoja na kukutana na wanachama na wananchi wa mkoa huo. Katika ziara hiyo, anatarajiwa kuzindua matawi mawili mapya ya chama katika maeneo ya Semtema na Mafifi kabla ya kuhutubia mkutano wa hadhara utakaofanyika Juni 13 katika uwanja wa Mwembe Togwa kuanzia saa 6 mchana. Tuna muda mrefu hatujazungumza hapa Iringa, na chama chetu kimepitishwa kwenye misukosuko mingi tangu baada ya sisi kuchaguliwa, lakini tunapitishwa kwenye misukosuko kwa sababu tuko kwenye haki. Tunashughulika na watu ambao hawajachaguliwa. Huyu mama ambaye amejipa urais wa nchi hii hajachaguliwa na mtu yoyote. Sote tunajua hakupigiwa kura na wameua watu wengi ili wajipe mamlaka ambayo hawastahili. Wajibu wetu kama Chadema ni kuwa sauti ya wote wanaoumizwa kwenye nchi hii, lakini pia ni kutaka nchi hii ambayo Mwenyezi Mungu ameijalia rasilimali nyingi zitumike kwa ajili ya kubadilisha maisha yetu. Wewe na mtu mwingine kwenye nchi wote tuna deserve maisha mazuri, kwa sababu ndio maana Mungu ametuweka kwenye nchi nzuri hii. Tunastahili wote kulala pazuri, kula vizuri. Tatizo la nchi yetu ni uongozi, na chama pekee ambacho kitatoa solution ya matatizo ya kiuongozi ambayo yametuweka nyuma kimaisha ni Chadema. Amen. Na mimi nawashukuru kwamba mmechagua sehemu sahihi. Kwa kesho tutazungumza, tutasema mengi. La pili, mwenyekiti wetu Mheshimiwa Tundu Lissu yuko ndani kwa maelekezo na maagizo ya serikali hii dhalimu, sio kwa sababu ni mkosaji. Hana kosa. Lakini historia ya dunia hii inatuambia tena na tena, kuanzia kwenye vitabu vya Biblia na Qur'ani, lakini hata kidunia, kwamba watu wanaokuwa na haki hata wakionewa wanashinda tu. Tundu Lissu ameshinda majaribio mengi dhidi ya maisha yake. Ameshinda jaribio la mauaji lilokuwa orchestrated na serikali hii ikiattempt kumuua. Atashinda gereza. Hawezi kushinda mauti akashindwa na gereza. Kama Mungu alimuokoa kwenye mauti yale, Mungu ana makusudi naye. Tuendelee kumwombea. Yuko imara. Lakini msimamo wetu kama chama ambao najua na Iringa mnaunga mkono, Lissu alikamatwa akiwa mzima, hana tatizo lolote. Tunamtaka nje akiwa mzima. Amina. Chochote kitakachompata, chochote kikimtokea akiwa kwenye mikono ya hawa watu, hakitaeleweka kwenye nchi hii. Hatutakubali na haitaeleweka. Hili tumeliweka clear kwa sababu tunaamini Lissu hana kosa. Kukosoa serikali kwa mujibu wa sheria na katiba ya nchi yetu sio kosa. Kusema uchaguzi usifanyike mpaka marekebisho yafanyike sio kosa. Imesema hivyo, wamesema hivyo viongozi wa dini, wamesema Baraza la Maaskofu, wamesema KKT, wamesema mashehe wamezungumza, NGOs zimesema, Umoja wa Ulaya ulisema. Kila mtu anayejua, anayeona alikuwa anajua kwamba kwenda kwenye uchaguzi katika mazingira yaliyokuwepo yale ni kuleta machafuko. Na hicho
ndicho walichofanya. Machafuko yale yalisababishwa na wao kujitangaza na kukanyaga maoni ya wananchi na kukanyaga katiba ibara ya 8, ndio yaliyoleta matatizo yale. Ripoti za Ayo TV kutoka mkoani Iringa na Gervas